Ongwe nchini si pigo kwa familia yake pekee bali pia ni hasara kubwa kwa chama cha United Democratic Party UDP. Chama hicho kinaendelea kuwa na viongozi waliochaguliwa na walioteuliwa katika ngazi mbalimbali za uongozi nchini. Mwandishi wetu Violet Auma amefanya mahojiano ya kipekee na mwakilishi wa wadi ya Lugari, Gray Moi, ambaye alichaguliwa kupitia chama cha UDP. Katika mahojiano hayo, Gray Moi amebainisha kuwa marehemu Cyrus Jirongo alikuwa na mipango ya kuwania urais mwaka 2027 akitumia chama chake cha UDP kama jukwaa la kisiasa. Kenya na vile vile wakazi wa kijiji hiki cha Mbaya wameweza kupatwa na mshtuko na pigo kubwa haswa kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge eneo hili Cyrus Jirongo na vile vile ambaye ni kinara wa chama cha UDP hapa katika nchi ya Kenya. Ikumbuka kwamba Cyrus Jirongo ni jina ambalo linajulikana sana katika siasa hapa nchini Kenya. Alikuwa mbunge eneo hili katika mwaka 1997, vile vile akawa minister na vile vile baadaye mwaka 2007 vile vile akachaguliwa kama mbunge eneo hili la Lurambi Lugari kunradhi. Mwaka 2013 alikuwa miongoni mwa wale ambao walitafuta kiti cha urais hapa nchini Kenya. Mwaka 2022 akawa ni miongoni mwa wale ambao waliweza kutafuta kiti cha ugavana katika kaunti ya Kakamega. Hivyo basi amekuepo katika nyanja siasa, na vile vile kama nilivyosema yeye ni kinara wa chama cha UDP. UDP kunao viongozi ambao wamechaguliwa katika chama hicho, na mmoja ni Gray Moi ambaye ni mwakilishi wadi wa Lugari hapa eneo ambalo tuko kwa sasa, ambayo ni Lugari sub county. Naomba usonge kidogo Mheshimiwa Moi. Naomba uweze tu kutujuza wewe mwenyewe katika siasa yako ulipatana mwanzo kabisa na Cyrus Jirongo lini, ambaye sasa ndio kinara wa chama chako ambacho uliweza kuchaguliwa? Kwa majina ni Mheshimiwa Gray Moi Amutete, nikiwa MCA wa Lugari ward. Na mimi kujuana na Mheshimiwa Jirongo tulijuana mwaka wa 1996 na tulijuana kisiasa, na wakati huo nilikuwa treasurer wa KANU katika sub branch hii, na tukaendelea mpaka wakati ameingia bunge. Akishaingia bunge tuliendelea naye, akapewa minister, tukaendelea na mpaka saa hizi niliungana na yeye na nikaingia chama chake ya UTP, na ndicho nimesimama nacho Lugari last election, na nikapata nafasi ya kuwa mbunge wa Lugari katika katusi la Kakamega. Wewe wakati mtu anakuuliza Jirongo, wewe unamkumbuka vipi? Jirongo ni mtu aina gani hasa? Jirongo ni mtu ambaye Kenya hii sijaona mtu kama huyo. Ni mtu mkarimu sana. Ni mtu ambaye ukiwa na shida, ukiona Jirongo akikwambia hana kitu, kweli hana. Lakini akiwa na kitu, he sacrifice kukupatia chochote kile anacho uende ufanyie kazi yako. Na ni mtu ambaye alikuwa na maendeleo hapa Lugari wakati alikuwa mbunge, na watu wengi wanamuenzi. Wakati alikuwepo mbunge hapa mwaka 1997, vile vile akaja kuwa mbunge mwaka 2007, yale mambo ama miradi ambayo aliweza kufanya eneo hili ambayo kwako wewe unakumbuka, na labda pengine miradi hiyo bado iko mpaka sasa, ni kama ipi? Ile miradi Cyrus Jirongo alifanya haswa, alikuwa kwa mambo ya masomo sana, na kuna shule nyingi ambazo zilikuwa ambazo hatizijiwezi, matope nini na nini, lakini alijaribu. Lugari ilikuwa haina shule nyingi za permanent, but wakati wa Jirongo alijaribu, ingawaje kumaliza sote. Ni miongoni mwa wale viongozi ambao wamekuwa wakisukuma sana umoja wa jamii ya Waluya, na pia umeweza kuzungumzia mipangilio ambayo alikuwepo nayo kabla ya hiki kifo chake. Labda pengine kama unaweza gusia tafadhali. Mipangilio ile Cyrus alikuwa nayo, tumekuwa kwa kongamano la UDP delegates mwezi miwili iliyopita, na alikuwa amepangilia mipangilio yake yote, na haswa alituita sisi watu wa delegates wa Western, ambapo ni Kakamega, Vihiga,
Bungoma, Mount Elgon na Busia, na tulikongamana Naivasha kwa siku 3, na haswa yeye alikuwa na wakati wa kura alikuwa nataka tufanye kazi grassroots kwa nyanjani, ili 2027 alikuwa anakuja kusimama upresidenti. Hilo ndio jambo alinisisa, anasema hataki kitu kingine ndogo, ila ile kitu anataka ni kwenda kusimama upresidenti. Sasa Mheshimiwa Gray, nashukuru sana kwa muda wako. Huyu ni Mheshimiwa Gray. Naomba usonge kidogo tafadhali. Sawa, Mheshimiwa Gray Moi ambaye ni mwakilishi wadi wa Lugari ambaye aliweza kuchaguliwa kwa chama cha UDP, akizungumza nasi tu kuhusiana na zile mipangilio ambazo wamekuwa nazo kama chama, na vile vile tu kwa kiduchu kuzungumza kuhusiana na safari ya Cyrus Jirongo ambaye amekuwa ni kinara wa chama cha UDP, na vile vile alikuwa ni mbunge eneo hili la Lugari kwa vipindi viwili. Na hivyo basi kwa familia, wakazi wa Lugari, wa Kenya kwa jumla, na vile vile tu wale marafiki, sisi kutoka hapa TV47 tunaombeni ya kwamba Mungu aweze kuwapatia nguvu na kuwatia nguvu hasa wakati huu mgumu ambapo umeweza kumpoteza kinara wa chama cha UDP na vile vile aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo. Kutoka hapa kwangu sina la ziada. Naitwa Violet Auma. Asante sana Violet Auma kwa taarifa hiyo. Tukiachana na hayo, familia moja katika kijiji cha Kororuma, eneo bunge la Teso Kaskazini katika kaunti ya Busia, inaomba serikali